kutoka makao makuu ya nchi jijini Dodoma, hii ni Domeko TV. Karibu katika taarifa ya habari, tukikuangazia habari za kitaifa, kimataifa pamoja na michezo. Mtazamaji, unao nafasi ya kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama Domeko Media_Lab. Jina langu ni Deborah Godwin. Awali ni muktasari wake. Washiriki wa Miss na Mr. Domeko 2026 wahimizwa kuwa na nidhamu na ubunifu katika kuelekea tamasha hilo. Waziri wa Ujenzi Abdalla Hamisi Ulega ameagiza TANROADS kuweka miundombinu ya taa za barabarani zitakazolifanya jiji la Dodoma ikiwa na muonekano wa jiji la kisasa. Taa nzuri za barabarani zenye kuvutia kutoka hapa mpaka huko Chamwino. Na kimataifa, ugonjwa wa Ebola waua watu 100 nchini DRC Congo. Na katika michezo, mchezaji wa zamani wa klabu ya Manchester United atua Dodoma kwa kishindo. Habari kamili. Washiriki wa tamasha la kumtafuta mtanashati na mlimbwende katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma, Domeko, wamehimizwa kuzingatia nidhamu, ubunifu pamoja na kujituma ili kuweza kufanya vizuri katika majukumu mbalimbali ya sanaa. Wito huo umetolewa na wakufunzi wa masuala ya sanaa chuoni hapo, wakisema kuwa mafanikio katika tasnia ya urembo na wanamitindo hayo yanaweza kupatikana bila kujenga maadili mema, kujiamini na kuwa wabunifu katika kazi zao. Mwanahabari wetu Ibrahim Mbwana ana undani wa taarifa hiyo. Katika kuonesha kuwa sanaa ni ajira na ni sehemu ya kujitengenezea maisha, wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma Domeko wameendelea kujifunza na kuonesha vipaji vyao kupitia tamasha la walimbwende na mtanashati lililowakutanisha vijana mbalimbali chuoni hapo. Washiriki wa tamasha hilo linalotajwa kufanyika mwishoni mwa mwezi Juni wameyataja mafunzo waliyopata kuwa yamewapa mwanga katika kuliendea tamasha hilo. Umuhimu wa watu kuja kutuelekeza hapa chuoni unatusaidia kama sisi washiriki kuelewa namna itakavyokuwa siku ya mashindano, na wanatuelekeza jinsi ya kuwa na confidence. Angalia katika chuo chetu watu kufanikiwa kuwa na walimu ambao wana ujuzi zaidi katika hayo mambo. Kwa hiyo hao walimu kutoka nje wanasaidia ku gain knowledge. Kama tunavyoelewa, nidhamu ndio kila kitu. Nidhamu inamjenga mtu aonekane bora kwa watu. Hata kwenye tamasha letu au mazoezi tunayoyafanya, kikubwa sana ni nidhamu. Pale tunapotakiwa kufanya vitu kwa usahihi, kama ubunifu wako, unaheshimu watu wanaokufundisha, kwa hiyo kinaweza kupatia kipaumbele cha kufanikiwa katika maisha yako. Waja walohekima waliwahi kusema mgeni njoo mwenyeji apone. Usemi huu unadhihirishwa hapa. Zaidi ni kuwafundisha na kuwapa some ABCDs ni namna gani ya kufanya, lakini nini maana ya kufanya ya kuwa Miss ama Mr. Kwenye masuala mazima ya urembo. Na ukiangalia sasa hivi haya mashindano yamechukua sura mpya. Zamani yalikuwa yakitafsiriwa kwa namna hasi zaidi, lakini sasa hivi tunaona mashindano haya yamepewa nguvu mpya, lakini inaleta fursa kubwa na nyingi kwa washiriki, kwa vijana specifically. Kisha suala la nidhamu kwa washiriki likagongelewa msumari. Nidhamu, tunasema sanaa inabebwa na nidhamu. Kwa sababu gani? Kwa mfano, unapewa kazi ufanye, halafu ufanye kwa wakati. Sasa hiyo sio kitu kizuri. Lakini pia unapokuwa unataka kucreate kitu, create kitu namna zote, sio tu kwenye upande wa urembo, huku kwenye umisi na umista. Ama kwa hakika sanaa inabeba tafsiri mpya kwa vijana hao wanaotumia sanaa kama darasa la kujifunza nidhamu, ubunifu na ushindani wenye tija kwa maisha yao ya baadaye. Ibrahim Mbwana, Domeko TV. Asante sana Ibrahim Mbwana kwa taarifa hiyo. Waziri wa Ujenzi Abdalla Hamisi Ulega ameagiza TANROADS kuweka miundombinu ya taa za barabarani zitakazolifanya jiji la Dodoma ikiwa na muonekano wa jiji la kisasa. Waziri Ulega amesema hayo katika hafla ya utiaji saini wa ujenzi wa barabara ya Dodoma Chamwino wa urefu wa kilomita 32 kwa njia 6. Neema Hassan anafafanua zaidi.
Waziri Ulega amesisitiza umuhimu wa kuwekwa kwa taa za kisasa pamoja na miundombinu ya kuvutia ili kuifanya Dodoma kuwa na sura ya jiji la kisasa. Naomba niwaelekeze TANROADS na wakandarasi wetu muhakikishe kwamba mnaweka taa nzuri za barabarani zenye kuvutia kutoka hapa mpaka huko Chamwino. Engineer Besta na timu yako, tafadhalini sana, tuwekeeni taa za uhakika, taa ambazo mtu akipita usiku hata asipowasha gari yake taa anaweza akatembea. Ni lazima muweke taa za viwango. Shirikianeni na taasisi zetu zingine zenye ujuzi na mambo haya, ikiwa ni pamoja labda na TEMESA na kadhalika, mpate taa zenye kutosheleza. Aidha, amewataka wataalamu wa usanifu kuzingatia usalama wa watumiaji wa barabara kwa kuweka maeneo salama ya kuvuka ili kupunguza ajali zinazotokea katika baadhi ya maeneo ya jiji. Itakuwa ni jambo la ajabu sana kama mkubuni vizuri namna ya watu wanakatisha barabara kinamna gani. Watu wengi huwa wanakatisha barabara hapo, na ajali ni nyingi sana, kila mara watu huwa wanagonga. Kwa hivyo hili wazo lilitoa mkuu wetu wa wilaya la kuwa na underpass, na kwa kuwa hii ni barabara mpya tunakwenda kuijenga wenyewe na tuna wabobezi wataalamu wa kutosha, msifanye makosa. Jengeni kitu chenye kupendeza. Msisahau pia vile vile hiyo barabara itapita katika eneo la Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo ubunifu wenu ni lazima uwe wa uhakika. Wakati mmoja kuna wabunge wameshawahi kugongwa katika eneo lile la kukatisha pale katika hiyo barabara. Kwa hivyo wakati wa kubuni ni lazima myazingatie mambo yanayohusu usalama wa watu. Hakika mji wa Dodoma unaenda kuwa miongoni mwa miji yenye mionekano mizuri nchini Tanzania. Hii ni baada ya agizo lilotolewa na Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega kwa TANROADS. Nikiripoti kutoka viwanja vya Mashujaa, langu jina ni Neema Hassan wa Domeko TV. Asante sana Neema Hassan kwa taarifa hiyo. Changamoto za mmomonyoko wa maadili, wazazi kote nchini wametakiwa kurejea katika jukumu lao la msingi, kuwalea na kuwaongoza watoto ili kujenga kizazi chenye haki na usawa. Juliet Asman anatujuza zaidi. Katika kipindi hiki ambacho jamii imeendelea kukumbwa na changamoto za mmomonyoko wa maadili, wazazi kote nchini wametakiwa kurejelea katika jukumu la msingi la kuwalea na kuwaongoza watoto tangu wakiwa wadogo ili kujenga kizazi chenye haki, usawa na viongozi bora wa baadaye. Na unatakiwa tuwe makini katika hilo, kwa sababu watoto wetu sasa hivi wameingia kwenye maisha ya teknolojia mpya. Ni tofauti na sisi tulivyoishi huko nyuma. Tulikuwa tunapata muda wa kukaa na wazazi wa babu zetu na bibi zetu wakitupa hadithi wakati wa jioni. Hivyo tulikuwa tunakuwa katika maadili ya tofauti na sasa hivi, ambapo unakuta sisi wazazi unampa mtoto simu achezee. Katika matumizi ya ile simu unakuta mtoto anakwenda kwenye ndani zaidi, anakuja kukutana na vitu vya tofauti ambavyo vinamtoa katika yale maisha ambayo sisi tuliishi. Kina mama wa Kiislamu tuwapeleka watoto chuo, ndio watakuwa na maadili mazuri, kwa sababu watoto wetu wameshaharibikiwa na maisha, wanafuata mambo ya sasa hivi ya kwenye mtandao. Ndio kwa maana watoto hawasikii wazazi, na mtoto akikaa na mzazi, akitumwa na mzazi hasikii, anamjibu anavyojielewa. Naombeni wazazi wenzangu pamoja na mimi tuambatane, tuwalee vizuri, tuwakanye watoto. Kwa wazazi, watoto wetu sasa hivi wana maadili mabaya. Nilikuwa naomba kama wazazi tuweze kukaa na watoto wetu, wale wabadilike, wawe na tabia nzuri. Sasa hivi watoto wamekuwa na tabia sio nzuri, watoto wapo mitaani. Kwa hiyo ombi kwa wazazi, tukae na watoto wetu, tuwashauri vizuri. Samaki mkunje angali mbichi, lakini je, jamii inafahamu wajibu wao juu ya hili? Ni kumpatia jina zuri mtoto yote. Jambo zuri na la kwanza linahitaji tumpatie jina zuri. Baada ya jina zuri kuna malezi ya kutoka alipokuwa mdogo, anapokuwa. Kitu cha kwanza kabisa kinachofuatia ambacho ni muhimu, kwanza amfahamu Mwenyezi Mungu. Malezi yote
ya duniani na ya akhera inahitaji kusoma. Kwa hiyo mtoto anapokuwa, jambo la kwanza umpeleke madrasa, amjue Mwenyezi Mungu. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Dodoma, mtaa wa Majengo, ni mimi Zuriat Athman wa Domeko TV. Kutokana na matarajio ya sikukuu ya Chinja itakayofanyika Mei 27 mwaka huu, baadhi ya waumini wa dini ya Kiislamu wameeleza maandalizi yao. Tuungane naye Grace Robinson kwa habari kamili. Zikiwa zimesalia siku chache kuifikia sikukuu ya Idi ambayo pia ni sikukuu ya kuchinja inayotarajiwa kuwa tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka huu, baadhi ya waumini wa dini ya Kiislamu jijini Dodoma wameeleza jinsi walivyojiandaa kusherehekea sikukuu hiyo. Tunatarajia siku za hivi karibuni tutakuwa na sikukuu yetu ya kiimani. Tuko kwenye harakati za maandalizi yetu. Kimsingi tunajiandaa kwa mavazi mapya, familia, maana ya watoto, vyakula vya tofauti kama tulivyozoea tamaduni zetu za Kiswahili. Lazima tuwaandalie watoto mazingira mazuri ya kwenda kufurahi, kwenda kucheza. Kwa ni sikukuu ya furaha na tunajiandaa kwa ajili ya kufurahia sikukuu yetu ya kiimani ambayo ni siku chache zijazo. Naye Sheikh Abed Saidi ambaye ni kiongozi wa misikiti miwili jijini Dodoma amewataka Waislamu wote kuwa na mshikamano katika sikukuu hiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Abed Saidi, ni kiongozi wa dini misikiti miwili. Kuhusu maandalizi ya sikukuu, tunaomba wazazi wenzangu tuandae watoto vizuri ili waweze kufurahi, ndio siku yao. Mtume alifanya hivyo, alikuwa akiwagawia watoto siku ya Idi zawadi mbalimbali. Kwa hiyo kuna mtiriko, watoto walikuwa wakimfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kupewa zile zawadi ya siku ya Idi. Pia hii ni Idi ya kuchinja. Waislamu tuhurumiane, tupendane, tuitane katika kupeana zawadi mbalimbali. Zawadi haihitaji tajiri au maskini, unampa yoyote atafurahi. Akifurahi basi kuna malipo utakayopata. Kwa haya machache naombeni ndugu wazazi, kwanza tuangalie familia ya watoto nyumbani, wale wanywe, wafurahi. Hii ni sehemu ambayo ni Idi ambayo ya kufurahikiwa na watu wote inshallah. Grace Robinson, Domeko TV. Asante sana Grace Robinson kwa taarifa hiyo. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega ameshuhudia utiaji saini wa ujenzi wa barabara kutoka Dodoma mjini hadi Chamwino kwa njia 6. Hatua hiyo inatarajia kupunguza msongamano katika jiji la Dodoma. Eric Pascal anasimulia zaidi. Wakati jiji la Dodoma likiendelea kukua kwa kasi, huku baadhi ya miradi ya ujenzi wa miundombinu mbalimbali ikiwemo barabara ya mzunguko julikanayo kama Ring Road pamoja na ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa Msarato ikishuhudiwa, lakini leo tarehe 18 Mei 2026 waziri wa ujenzi Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega amehudhuria katika hafla ya utiaji saini mkataba wa upanuzi wa barabara kutoka Dodoma mjini mpaka Chamwino yenye kilomita 32 kuwa njia 6 za barabara. Tazama kwamba watu watakuwa wanatoka Chamwino wanakuja katikati ya mji, hakuna tena msongamano. Hata ikitokea viongozi wetu wanakwenda katika vikao kule Chamwino Ikulu, wanarudi katikati ya mji, bado hautakuwa msongamano mkubwa. Maisha ya watu yatakuwa yanaendelea. Lakini tafadhalini sana, katika kutekeleza mradi huu pia lazima mzingatie sana mambo ya beautification. Habari yake Eric Pascal inatuhitimishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kibiashara. Mimi ni Deborah Godi.